Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uhakikishe kwamba baada ya kuwa umetoka katika ufalme wa giza ukaingia kwa ufalme wa Mungu, umeokoka, umwambie Mungu, nataka univalishe yale mavazi ya utakatifu. Na mavazi ya utakatifu mojawapo ni yale yameandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 5 na mstari wa 22 pale. Maandiko yasema ya kwamba matunda ya Roho ndio haya. Utasoma matunda tofauti tofauti, utaona kwamba kuna upendo, kuna amani, kuna upendo, kuna amani. Hayo yote ambayo yameandikwa pale ndio mavazi ambayo ukiingia katika ufalme wa mbinguni utavikwa hayo mavazi. Ndio maana mtu ambaye ameokoka, hata akitembea kwa barabara, mtu ambaye ameokoka kiukweli, unaweza ukasema yule ni pastor, yule ni mtu ameokoka. Lakini mtu ambaye ni wafalme za giza kwa upande mwingine, akipita hivi unajua ni bila shaka huyu mtu ni kama hajaokoka. Mara nyingi huwa ni rahisi kuwajua kwa sababu ya mavazi ambao wamevikwa. Maana mtu akiwa kwa mfalme za giza atavikwa ulevi, akitembea unaona huyu ni mlevi, anafikwa uasherati, anafikwa tabia za kule, anafikwa mavazi ambayo yanafanana na kule ambako anakoishi. Yule baba baada ya kuwa amemuona babake, akaangiza watumishi wake akawaambia, endeni mkalete mavazi. Kile kitabu cha Mtakatifu 15:22 nasema hivi, lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora mkamfike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona kwamba wakati ule Adamu na Hawa walipofanya dhambi, wao wenyewe walijaribu kujistiri na matawi, lakini Mungu alipokuja aliwastiri kwa ngozi la mwana kondoo. Sasa hii ngozi ya mwana kondoo ni Yesu Kristo. Ndio maana baada ya kuwa umeokoka, kuna vazi ambao unapokeanga ambao ni vazi la mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Maandiko yanasema mwana kondoo asiyekuwa na mawaa. Ina maana kwa sababu mwana kondoo anakuanga na kala ya white akiwa hana mawaa. Ina maana kuna kondoo ambao wanakuanga wako na madoti za black, lakini huyu ni mwana kondoo sasa ambaye ana hizo dots, asiyekuwa na mawaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo baada ya kuwa umepokea Yesu, kile ambacho kinafanyikanga ni kwamba Yesu anakuvalisha ile ngozi lake ama ile vazi lake ambao ni vazi la mwanakondoo ambao ni vazi nyeupe. Lakini ukitoka ukaenda kwa shetani, huwa anakutoanga hilo vazi, anakuvika mavazi mengine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akasema hivi, mleteni mavazi. Ibrahimu akaletewa vazi na Mungu ambalo ni vazi la ngozi la mwanakondoo, ikimaanisha kwamba Yesu anakuanga amekuja ili kuleta rehema. Kwa hivyo kile ambacho alivikwa nacho Adamu na Hawa, walivikwa na vazi la neema. Sasa neema ni nini? Neema ni kitu ambacho haujakilipia, kitu ambacho umepewa bure. Ndio maana kuna maandiko yanasema ya kwamba tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rehema zake ambazo zitatusaidia wakati wa mahitaji. Ule wokovu ambao Yesu anakupa ni kitu cha bure, ni neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu na Hawa wakavikwa na vazi la neema. Neema huwa inakujanga kufunika kitu ambacho sio kizuri, lakini neema ikikifunika kinakaa kuwa kizuri. Hapo ndio sijaelewa kama kuna mtu amenielewa. Ndio maana utaona kwamba anasema huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo, anasema ya kwamba kuna mwiba ambao unanidunga. Mungu akamwambia Mungu, naomba unitoe ule mwiba, lakini Mungu akamwambia neema yangu inakutosha. Ina maana ule mwiba ulizidi kukaa kwa Paulo, lakini ukafunikwa kwa neema. Ndio maana Mungu anamwambia Paulo, kwa maana nguvu zangu zinakaa katika udhaifu. Pale ambapo kuna udhaifu kwenye maisha yako, kama ukiruhusu neema ikafunika. Wajua sisi hatukustahili, lakini wakati ule ambapo tunampokea Yesu,
Mungu akiwa mbinguni akiangalia mwanawe ndani yetu, huwa tunahesabiwa kwamba tunastahili, tunahesabiwa kuwa watakatifu. Hakuna mwenye haki, maandiko yanasema hakuna mwenye haki duniani ambaye afanya mema asifanye na dhambi. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna mtu aliye mtakatifu. Lakini Mungu akiwa mbinguni, kama umempokea Yesu ndani yako, kile ambacho anafanyanga, akiangalia mwanae ndani yako, huwa anakuhesabianga kwamba wewe ni mtakatifu tayari. Mwana mpotefu alipoenda kwa baba yake, maandiko yanasema ya kwamba alipewa, cha kwanza alipewa mavazi. Sasa nataka tupige hatua. Cha pili alipewa nini? Ule mstari wa 22 kitabu cha Luka 15, Luka mtakatifu 15:22 nasema hivi: lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni. Kwa nini baba anasema ya kwamba mvike pete kidoleni? Sasa pete ni aina gani na ni ya kazi gani? Wakati ule ni kijana mdogo na haja kuja na mke. Baada ya kuwa mtu ameokoka, anakuanga, hata kama ni mwanaume ama ni mwanamke, yule mtu anakuanga ni bibi harusi wa Yesu. Anakuanga ameolewa na Yesu, anakuanga ameolewa na mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba baada ya kuwa baba amekutana na mwanae, alisema mfikeni pete. Alisema kwanza afikwe mavazi mazuri, namba 2 afikwe pete. Ina maana kwamba anaingizwa kwenye covenant na ulimwengu wa ufalme wa mbinguni. Maana pete kwenye ndoa huwa inatumikanga kama covenant ama angano, kiasi kwamba amefungiwa pete, kama vile inakuanga ya round. Huyu kijana amefungiwa katika ufalme wa Mungu na hafai kutoka huko tena. Sasa nashangaa wale ambao mnatokanga kwenye ndoa wakati ule umefishwa pete. Wakati ule pete inamaanisha kwamba utakuwa una circulate na bado unarudi kwenye hiyo ndoa. Ndio maana mtu baada ya kuwa ameolewa kwa ndoa takatifu ambao Mungu ameipitisha, yule mtu hata akitoka nje ya mboma, yule mtu atazunguka baadaye ataolewa na mtu mwingine. Sio rahisi kama ni ndoa takatifu. Siongelei zile ndoa ambazo watu wanaungana tu kikawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akasema ya kwamba chukueni huyu mtoto, akasema mfikeni pete, akafikwa pete. Ina maana kwamba aliingizwa katika covenant na ufalme wa mbinguni. Ina maana kwamba aliolewa na Yesu. Maana sisi kama kanisa ni mabibi harusi wa Yesu. Nadhani unakumbuka ile story ya wanawali 10, ambao wale wanawali, maandiko yanasema 5 walikuwa wapumbavu, 5 walikuwa werevu. Sasa swali inakuanga, na sisi jibu haya maswali tutajibu kwa wakati wako. Kwani huyu Yesu, nimepeana jibu lakini wewe utajibu kwa wakati wako. Huyu Yesu ako na wanawali 10. Kati yao wanawali wote 10 alikuwa anaoa nani? Kwani alikuwa na ndoa ya polygamous? Hiyo ni swali ya kwanza. Swali la pili, wakati ule ambapo hao wanawali walipotoka, maandiko yanasema ya kwamba wakirudi walipata tayari bwana harusi amefika na wakafungiwa. Lakini walikuwa na taa zao ziko na mafuta. Ila wakiwa na taa zao zimejaa mafuta, yule bwana harusi akachelewa. Sasa makosa ya wale wanawali wapumbavu ambao wanaitwa wafumbavu. Ndio waitwa wafumbavu, waliitwa wafumbavu kwa sababu taa zao zilikosa mafuta, ama waliitwa wapumbavu kwa sababu hawakuingia katika ukumbi? Kwa nini waliitwa wapumbavu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo itakuwa ni topic ya siku nyingine ambao nitafundisha kuhusiana na wanawali 10. Kwa hivyo ni mahali ambapo nilikuwa napitia, lakini najaribu kueleza nini? Najaribu kueleza hivi. Wakati ule Yesu, wakati ule yule kijana alipofika kwa baba yake, maandiko yasema ya kwamba baba yake akasema, huyu mwanangu cha kwanza mfikeni pete. Ina maana kwamba alipofikwa pete alikaribishwa katika ufalme wa mbinguni. Leo inakuomba kwa jina la Yesu Kristo, kama hujaokoka, umpokee Yesu, uingie katika covenant na ufalme wa mbinguni.
Kama ulikuwa umeacha wokovu, umrudie Yesu tena kwa jina la Yesu.